anna Qur'anan, Mwenyezi Mungu anaonyesha sharafu na utukufu wa Qur'ani. Anasema walau anna Qur'anan, lau hii Qur'ani au kisomo hichi cha Qur'ani, suyirati bihi aljibalu, ingelikuwa Qur'ani hii kwa kusomwa kwake ili yaendeshwe majabali, yasogezwe, kwamba ingelikuwa Qur'ani imeelekezwa kwamba mahala penye jabali ikisomwa Qur'ani kwa lengo la kulisogeza jabali lisogee kwa utukufu wa Qur'ani, au quti'ati bihi al-ardhu, au ikawa kisomo chake kinaposomwa ardhi ikatike, au kullima bihi al-mauta, au Qur'ani ikisomwa wale waliokufa wazungumze. Lau ingelikuwa imehukumiwa hivyo, wajawabu lau mahadhufun taqdiruhu lakana hadha alquran, ingelikuwa imehukumiwa hivyo basi Qur'ani ilikuwa na sifa hiyo, bali Qur'ani haikupelekwa kwa ajili ya hayo. Lakini kama kuna vitabu ambavyo Allah amevipeleka, alafu ikawa kitabu kimoja kikisomwa kwa ajili ya jabali lisogee, kwa ajili ya ardhi ichanike, au waliokufa wazungumze, basi ingelikuwa kitabu hicho ni Qur'ani kutokana na utukufu wake. Walau anna Qur'anan, lau kisomo suyirati bihi aljibalu, ikawa majabali yaendeshwe kwa kisomo hicho, aila ukana kitabu minal kutubi, lau ingelikuwa kitabu kimoja katika vitabu almunazzalatu, vilivyoteremshwa, suyirat bitilawatihi aljibalu, ikawa yanasogezwa kwa kusomwa kwake kitabu hicho milima, wazuiziati an amakiniha, na kuondoshwa majabali hayo kutoka katika mahala mwake, au quti'ati bihi al-ardhu, au kisomo hicho ikawa kinaposomwa ardhi ikatike, ay shuqiqati bihi al-ardhu hatta tatasadda wa taswira qat'an, na iwe ardhi vipande vipande, au kulli mabihi al-mauta, au ikawa kisomo hicho kikisomwa basi maiti waweze kuzungumza, ay khutibati bihi al-mauta hatta ajabati, mpaka waweze kujibu, watakallamati wazungumze, baada an ahyaha Allah, baada ya kuwahuisha hao maiti Mwenyezi Mungu, bitilawatihi alaiha, kwa kuisoma kisomo hicho juu ya hao maiti. Wajawabu lau mahadhufun taqdiruhu, makadirio yake anasema lakana hadha alquran, basi kitabu hicho kingelikuwa Qur'ani ndiyo chenye sifa hiyo. Kwa nini? Likaunihi, kwa kuwa kwake Qur'ani ghayatan fil hidayah, imekwenda mbali zaidi kwa kuwaongoa watu. Kama mtu hakuongoka kwa Qur'ani, haongoki tena. Kwa inueni nyoyo tu, haongoki. Kama Qur'ani haikumtoa mashimoni ikamleta katika hidayah, hapati kitabu tena kitakachomtoa huko. Kwa nini? Likaunihi, kwa sababu ya kuwa kwake ghayatan fil hidayah watadhikiri wa nihayatan, na imefika mbali fil indhari watakhwifi, katika kuwahofisha watu. Anasema hadha ikhtiyaru Zamakhshari, hii ndiyo tafsiri ya Imamu Zamakhshari. Wakhtara Zujaju
amekhitari Imamu Zujaji kwamba anna taqdira lama amanu, hata kama Qur'ani ingelikuwa na sifa, ukiisoma maiti wazungumze, ukiisoma majabali yasogee, ukiisoma ardhi chanike chanike, kwa kuwa makafiri ukafiri wao ni wa inadi, bado wasingeliamini. Anasema hivyo, bado wasingeliamini. Tayyib, balillahi al-amru jamia, bali mambo yote yako katika mamlaka ya Allah. بل للإضراب والمعنى لو أن قرآنا فعل به ما ذكر، لو قرآن pangelifanywa kwa hayo yaliyotajwa, lakana dhalika hadha alquran, ingelikuwa yenye uwezo huo ni hii Qur'ani. Walakinna Allah, lakini Mwenyezi Mungu, lam yujibuhum ila maktarahu, hakuwajibu kwa kile ambacho wamekidai makafiri minal ayati, kutokana na miujiza. Liannahu, kwa sababu yeye Allah huwa almaliku lijami'il umuri, yeye ndiyo mfalme na mtawala wa mambo yote. Walfa'il, na yeye ndiyo mtendaji lima yashau, kwa yale anayoyataka, minha, katika hayo mambo, min ghairi an yakuna li ahadin alayhi tahakkumun, bila ya kuwa na mamlaka mmoja yoyote kwa Allah na maamuzi yoyote. Tayyib, baada ya maelezo haya yanayobainisha ukafiri wa makafiri, si kwamba Qur'ani hawaifahamu, bali wameamua kuikataa, anarudi kuzungumza na waumini. Anasema afalam yai'asi alladhina amanu, kwa nini hawakati tamaa, au bado tu hawajakata tamaa waumini, kwamba hawa makafiri ukafiri wao si kwa sababu haki hawajaiona, ukweli wa mtume hawaujui. Hawa ukweli wa mtume wanaujua, ukweli wa Qur'ani wanaujua, lakini inadi tu. Ndio anasema afalam yai'asi alladhina amanu, kwani hawajakata tamaa tu wale walioamini. Allau yasha'u Allahu, kama kwamba allau yasha Allah, kama Mwenyezi Mungu angelitaka, lahada nasa jamia, angelitaka kuwapa hidaya watu wote kwa kutumia nguvu, basi watu wote wangelikuwa waumini, lakini wasingelikuwa waumini wa taa, wangelikuwa waumini wa nguvu. Na imani kama hiyo na taa kama hizo hazina manufaa mbele za Allah subhana. Taa hizo ziko duniani kwa watu wa duniani. Ndio mtu hata kama apendwi, anaweza wakalazimishwa watu japo kwa viboko, wamuamkie, wamuheshimu, wamnyoshee mikono, japo hawamtaki. Taa kama hizo ziko duniani, lakini Mungu hataki taa kama hizo. Anataka umtii Mungu baada ya kuziona dalili, baada ya hoja alizokupa, uone kweli anayestahiki ibada na taa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Tayyib, afalam yai'asi alladhina amanu, wakati tamatu, istifhamu hiyo ina maana hiyo, wakati tamaa bwana. Alladhina amanu, wale walioamini, kwamba makafiri hawataki kuamini, si kwamba hawaijui haki. An lau yasha, ndio an lau yasha an lau yasha Allahu, ndio angelitaka Allah mtukufu subhana kwa kutumia uwezo, lahada nasa jamia, watu wote angeliwafanya waumini wakawa wanalala msikitini. Katika taa ya kula kuna anayepinga?
Katika twaa ya kulala kuna anayepinga, katika twaa ya kwenda msalani kuna anayepinga. Basi ingelikuwa Mwenyezi Mungu anataka twaa kama hizo, sote tungelikuwa tunalala msikitini. Lakini Mungu hataki twaa za kuwalazimisha watu, anataka twaa mtu baada ya kukinaishwa hoja na dalili, ndio twaa anayoitaka. Tunakwenda pamoja Wala yazalu alladhina kafaru, wale waliokufuru hawataacha kuwa makafiri hao. Tusibuhum bima sanau, kufikwa makafiri hao kwa matendo waliokuwa wakiyafanya. Qari'atun, hawataacha kufikwa na matatizo, hawataacha kufikwa na shida, hawataacha kufikwa na magonjwa. Hiyo ni sunna ya Mwenyezi Mungu, kwamba watu wanaokwenda kinyume na amri za Allah, shida hazihami kwao, maradhi hayaondoki kwao, umasikini unahamia kwao, huruma inakosekana kwao, amani inatoweka kwao. Anasema hivyo subhanahu wa ta'ala, wala yazalu alladhina, zala katika wale akhawati wakana huko, wala yazalu alladhina kafaru, hawataacha wale waliokufuru, tusibuhum, kufikwa makafiri hao, au wale wenye kwenda kinyume, hawataacha kufikwa bima sanau, kwa yale wanayoyafanya. Qari'atun, hawataachwa kufikwa na matatizo, hawataacha kufikwa na majanga. Ai wala yazalu kufaru Makkah yusibuhum bisui a'malihim, kwa ubaya wa matendo wanayoyafanya, wa kufurihim, na kwa sababu ya ukafiri wao. Dahiyatun, watafikwa na mambo mazito, maradhi, mitihani mbalimbali. Taqra'u asma'ahum, yatakuwa yakigonga masikio yao. Wataqlaqu balahum, na yatakuwa yakipiga katika nyoyo zao. Min sunufil balaya, aina mbalimbali za mabalaa. Wal maswaibi, na matatizo. Maana yake Allah anasema, mahala popote watu watakapoamua kwenda kinyume na amri za Allah, mahala hapo shida ndiyo nyumbani kwake. Matatizo huwa yanahamia, maradhi hayaondoki, likitoka hili linakuja hili, ili mradi watu watakuwa katika hofu na shida, hofu na shida. Au tahulla qariban min darihim, au hizo shida na matatizo yatahamia karibu ya miji yao, karibu ya miji yao wao. Kwa mfano, tuko Tanzania, tunasikiaga Ebola iko hapo Zaire, Kongo DRC, hapo mpaka wetu mmoja, tunakuaga matumbo joto. Wakati huo tena tusipeane mikono, wakati huo usipumue mbele ya mwenzio, tunapeana mikataba na masharti magumu magumu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema, au tahullu qariban min darihim, yatafika karibu ya miji yao. Hata yaatia wa'dullahi, wataendelea kupitia misukosuko hiyo mpaka itakapokuja ile ahadi ya Mwenyezi Mungu, ambayo hapa ni Fathu Makkah. Inna Allaha la yukhlifu almi'ad, Mungu ameweka ahadi hiyo Makkah kuileta katika mikono ya Waislamu. Basi Mwenyezi Mungu hendi kinyume na ahadi zake, mpaka Waislamu wataichukua Makkah. Anasema hivyo Mwenyezi Mungu subhana. Kwa ufupi, aya inatuambia matatizo, shida, majanga, maradhi hayahami mahala anapoasiwa Mwenyezi Mungu. Aila yukhlifu wa'adahu lirusulihi, endi kinyume na ahadi zake kwa mijumbe yake. Wa auliyaihi,
na kwa wapenzi wake pia, binusratihim, kwamba Allah amechukua ahadi atawapa ushindi na kuwanusuru, ala aadaihi, kwa maadui zake. Katika suratul Ahqafi Mwenyezi Mungu anasema kwa nini huwa analeta mitihani, kwa nini huwa analeta maradhi, anataka iwe nini? Allah anasema walaqad ahlakna ma haulakum minal qura, tumeiangamiza miji iliyo pembekezoni mwenu katika miji mbalimbali. Na kwa zama zetu tusichukulie kuangamizwa kama watu wa Nuhu, kama watu wa Luthi na kadhalika. Tuchukulie mazingira na matatizo yanayotokea katika miji mbalimbali ya majirani zetu. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura, kuna miji tumeipelekea majanga iliyo pembekezoni mwenu, nyinyi mkabakia kuwa salama. Wasarrafna al-ayati, tukaziweka wazi na kuzipambanua dalili mbalimbali ili muone kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amechukizwa na mwenendo wao. La'allahum yarji'un, Mungu anapoleta mambo haya anataka watu waangalie wamekosea wapi. Sio baada ya ukimwi pakatafutwe kondom, yani wanazidi kwenda kutaka 100. Umefahamu? Umekuja ukimwi mwaka 81, sasa tutaendelezaje zina? Ikatafutwa kashfa ya mipira, watu wavae mipira, ijapokuwa ule original yake haiwezi kupatikana wakati pana mpaka baina ya mwenye kuingilia na mwenye kuingiliwa. Hapawezi kuwa sawasawa kama ule uhalisia wa mume na mke wanapokwenda shambani kwao. Si kweli, lakini kwa sababu balaa watu wameshaamua kulitaka, wanavaa hivyo hivyo mipira na kila mmoja anaondoka na balaa yake mwenyewe. Umefahamu Basi hivyo Mwenyezi Mungu kaleta ugonjwa ulioondoka hapo karibu. Badala ya watu kukaa mahala gani tumekosea ili turudi kwa Allah, tunamfanyia kejeli Mungu, tunasalimiana kwa miguu eti ndio tutakuwa salama. Allah anasema la'allahum yarji'un, Mungu anataka watu warudi, waliokosea warudi. Tayyib, hata yaatia wa'dullahi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Mwenyezi Mungu anaendelea kumliwaza Mtume Muhammad na anatuliwaza Waislamu, anamwambia walaqad istuhzi'a birusulin min qablika, Muhammad usihuzunike, mitume waliotangulia kabla yako wamefanyiwa istihzai na kejeli, hawakurudi nyuma. Na nyinyi Waislamu msihuzunike mkiambiwa dini hii ya majini, dini hii ya mashetani, dini hii ukiifata utakuwa maskini. Wala usihuzunike kwa hayo. Maswahaba wa Bwana Mtume wameambiwa mazito kuliko hayo. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika tasliyatun wa ta'anisun linnabii ay kama stahza'a bikal mushrikuna faqad istuhzi'a aw istahza'a almujrimuna birusulihim wa anbiyaihim, na waliotangulia walifanya hivyo hivyo. Allah anasema fa amlaitu, nikawapururia, nikawapa muda lilladhina kafaru, wale waliokufuru waendelee na kejeli zao, waendelee na sheria zao kama kwamba wameshinda vile. Mwenyezi Mungu akawapururia maskini. Thumma akhadhtuhum, anasema kisha nikawatia mkononi, hakuna aliyotoka. Thumma akhadhtuhum, kisha nikawatia mkononi.
ay amhaltuhum, niliwapa muda, wataraktuhum, nikawaacha, fi amnin wadaatin, wakiwa katika amani kabisa, thumma akhadhtuhum bil adhabi, kisha nikawatia mkononi kwa adhabu, fakaifa kana iqabi, vipi ilikuwa adhabu yangu? Bila shaka ilikwenda mahala ndipo. Kaifa kana iqabi, ay fakaifa kana iqabi lahum ala alkufri wattakdhibi. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat, Mwenyezi Mungu mtukufu aliona sifa ya kuvisimamia viumbe vote, akajua yote walioyafanya. Ay afaman huwa raqibun hafidhun ala amali kulli insanin la yakhfa alayhi shay'un, ikawa haifichikani kwake chochote, min a'mali al-ibadi, katika amali za waja, wa huwa Allahu ta'ala. Wal khabaru mahdhufun, khabari ya jumla hiyo imeondoshwa, taqdiruhu kaman laysa bihadhihi sifati min al-asnami, atakuwa sawa sawa na wale waliokosa sifa hizi ambao ni masanam, allati la tasma'u, ambao hawaoni, hawasikii, wala tamfa'u, wala hawanufaishi, wala tamliku min al-amri shay'a, wala hawamiliki chochote. Hivi hawa wawe sawa sawa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayesimamia na kuendesha mambo yote. Waja'alu lillahi shurakaa, makafiri mpaka sasa bado wanamjaalia Mungu kuwa na washirika. Kwa msemo wao kuna Mungu Baba, kwa msemo wao kuna Mungu Mwana, kwa msemo wao kuna Roho Mtakatifu. Wanamtengenezea Mungu washirika asiokuwa nao. Qul, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake na ananambia mimi na wewe, samuhum, waambie waiteni hao mnaowaita kuwa waungu. Waiteni, si majina tu mnawaita, waiteni, lakini uhalisia na ukweli hao sio waungu. Samuhum, waiteni. Ay waja'ala almushrikuna alihatan abaduha ma'ahu, wamewaabudu pamoja na Allah, min asnamin wa andadin fi muntaha al-ajzi wal haqara. Hao wanaoabudiwa wenyewe ni duni kabisa, hawana uwezo wa chochote. Lakini Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, waambie samuhum lana wasifuhum, watajeni hao waungu wenu na wasifieni waungu wenu, linandhura, tuweze kuangalia, hal lahum ma yastahiquna bihi al-ibada washarikatu ma Allah, wana sifa za kustahiki waabudiwe na ushirika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama wanazo sifa zitajeni, wanaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kukamilisha darasa letu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, amtunabbiunahu, au munampa habari Mwenyezi Mungu, bima la ya'lamu, kwa jambo ambalo yeye Mungu halijui, fil ardhi, katika ardhi. Na ikiwa jambo Mungu halijui ndio halipo, kwa sababu Mungu hakuna asichokijua. Na ikiwa Mungu ana sifa ya kwamba yeye baadhi ya vitu havijui, hastahiki kuwa Mungu. Sawa, hastahiki kuabudiwa. Tayib, amtunabbiunahu, munampa habari yeye Mungu, bima la ya'lamu fil ardi, am bidhahirin min alqawli, ama ni kwa sababu munawaita waungu kwa ule uwazi wa maneno yenu tu.
mnawaita tu waungu. Bal zuyina lilladhina kafaru bal zuyina lilladhina kafaru makrahum, bali pamepambwa kupambiwa makafiri vile vitimbi vyao. Wao ndio wanaona mambo mazuri, na aliyowapambia ni sheitani. Wasuddu, na kwa sababu ya kupambiwa hayo mambo mabaya na sheitani, wamezuiwa na masheitani makafiri ani sabil, wasiweze kufuata njia ya haki. Waman yudhlilillahu fama lahu min hadin, atakayeachwa kupotea na Allah hana wa kumuongoza. Lahum adhabun fil hayati dunya, wenye kwenda kinyume na amri za